Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hali gani mtazamaji wa Mahasin TV popote pale ulipo? Karibu katika kapu la habari. Mimi Hilal Sefu Riyami ndio kusomea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa utakuwa naye Nuhu Kasim Istima. Awali ya yote tunaangazia muhtasari wake. Al-Baraka Takaful yapiga kambi jijini Mwanza kutoa elimu kuhusu bima inayofuata misingi ya sharia. Uchaguzi wa viongozi wa BAKWATA ngazi ya mkoa kufanyika Agosti 15 na 16 mwaka huu 2026. Katika habari za kimataifa, takribani watu 132 wamefariki baada ya tetemeko kubwa la ardhi kupiga magharibi mwa Colombia. Na mkapu la habari linaanzia jijini Mwanza. Kampuni ya bima ya Kiislamu Al-Baraka Takaful yenye makao yake makuu jijini Dar es Salaam imeweka kambi ya siku 5 jijini Mwanza ili kutoa elimu inayohusiana na matumizi ya bima hiyo inayozingatia sharia na misingi ya Kiislamu. Zuberi Rashid Mgaya na arifu zaidi. Mara baada baadhi ya viongozi wa kampuni hiyo kuwasili hapa mkoani Mwanza, msimamizi wa kitengo cha sheria Kasim ametembelea katika ofisi zetu za Mahasin TV na kuelezea namna bima hiyo inavyofanya kazi. Tunapozungumzia takaful, ni ulinzi wa pamoja ambao msingi wake ni kulinda mali ama aseti ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Pale ambapo anapopata mmoja wapo na majanga, basi mfuko huo unatumika kwa kumsaidia yule mtu kurudi katika hali yake ya mwanzo. Hii haikuja hivi hivi. Ni Allah subhanahu wa ta'ala aliposema katika Qur'ani, wa ta'awunu 'anil birri wattaqwa, saidianeni katika wema na uchamungu, wala ta'awunu 'anil ithmi wal 'udwan, na wala msisaidiane katika madhambi na maovu. Lakini swali la msingi la kujiuliza, kwa nini ni muhimu kujiunga na kampuni hiyo ya bima, ambapo msimamizi huyo wa kitengo cha sheria anatolea ufafanuzi juu ya faida zinazopatikana. Wateja wanapokuja kukata bima wanakuwa katika pool moja, pool ambayo lengo lao ni kusaidiana. Hilo ndio dhana ya kwanza. Mmoja ya watu hao atakapopata na madhara, majanga, aidha nyumba yake kuunguliwa na moto, ama gari lake kupata ajali, ama biashara yake kuungua, basi mfuko ule unatumika kumsaidia yule aliyepata majanga kurudi katika hali yake ya mwanzo. Aidha, ameelezea faida nyingine zinazopatikana kwa yeyote atakayejiunga na kampuni hiyo ya bima ya Kiislamu ya Al-Baraka Takaful katika kipindi cha mwaka mzima. Mshiriki wa bima anapochangia katika mfuko wake wa bima, mwaka ukaisha bila kupata hajali au tunasema bila kupata claim yoyote, katika takaful kuna kitu kinaitwa surplus, mgawanyo wa faida. Ule mfuko baada ya mwaka kukamilika unaangaliwa kiwango gani kimekusanywa, kiwango gani kimetumika katika claim, kiwango gani kimebaki kama surplus. Surplus hii sheria imeelekeza inakuwa na namna ya kuwarudishia au kurudisha sehemu ya ile faida kwa wale washiriki wa bima, ama itakuwa bonus, tunasema hivi next bonus, kwamba mwakani alikuwa inabidi alipe 118, basi mwakani ataipa 100,000. Maana yake ile surplus ya 8,000 inakuwa imecover sehemu yake.
Kambi hiyo ya siku 5 iliyoanza Agosti 10 hadi Agosti 14 inaendelea kutoa elimu mbalimbali juu ya matumizi ya bima hiyo na namna kujiunga, ambapo unaweza kutembelea katika tovuti zao za info@barakatultakaful.co.tz au nambari zao za simu za 0764575811. Jumuiya ya Manukato mkoani Tanga imewashika mkono wanafunzi wa chuo cha Darul Ulumi kwa kuwapatia mahitaji mbalimbali, ikiwa ni sehemu ya mchango wao katika kuinua harakati za dini na jamii kwa ujumla. Nuhu Kasim Stima ana taarifa kamili. Yahdillahu linurihi man yasha wa yadhribu Allahu al-amthala lin-nasi wallahu bikulli shay'in alim. Wakizungumza baada ya kupokea mahitaji hayo, walimu pamoja na wanafunzi wameeleza hisia zao na kuonesha umuhimu wa kusaidiana katika mambo ya kheri. Kile ambacho tunakifanya, tunaangalia jamii yetu na sisi kama Waislamu tunaguswa vipi juu ya kuitengeneza hii jamii ambayo inatarajiwa kutengeneza vizazi mpaka vizazi, na ndio maana tunakusudia pia kutengeneza au kurithisha urithi huu wa matendo mema, kuwagusa watu kuanzia kizazi kinachokuja mpaka kizazi na cha baadaye. Tumewaletea kidogo hiki ambacho kwa hakika kabisa hakifanani na mahitaji yenu, lakini tunaomba mkipokee kwa sababu kilichokuwa ndani ya nyoyo zetu ndio kikubwa zaidi kuliko tulichokileta. Tunawatolea wito na kuwahamasisha wengine waweze kuja Darul Ulum kuweza kuchangia kwa kile walichonacho. Akizungumza wakati wa kukabidhi mahitaji mbalimbali ya wanafunzi hao, katibu wa Manukato Abdallah Ngereza amesema miongoni mwa malengo ya jumuiya hiyo ni kutengeneza kizazi bora kitakachosaidia jamii. Tunashukuru sana. Na hii ndio dini ya Kiislamu, kwa sababu hata Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati akitoa taarifu ya wema akasema albirru husnul khuluq. Wema ni nini? Ni tabia nzuri. Lakini hata ukiangalia pia vile vile akthar ma yudkhilu an-nas al-janna taqwa Allah wa husnul khuluq. Jambo ambalo litawaingiza watu peponi kwa wingi kwa asilimia kubwa ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia vile vile na kufanya wema. Na huu ni katika wema. Tunaomba Allah awajalie hichi mlichotupatia kiwe katika mizani yenu ya hasanati. Kwa upande wake, mlezi wa jumuiya ya Manukato Sheikh Yusuf Ndungo amewaasa wanafunzi wa Darul Ulumi kuwa wavumilivu katika kipindi cha kutafuta elimu. Mkifanya Mwenyezi Mungu ataona na Allah atatia baraka katika kile ambacho mmekuja kukichukua hapa. Ndugu zangu, na wasihi kuweni na subra. Kusoma kwa hitaji subra. Wakati mwingine waenda chuoni bado hujatia chochote tumboni, lakini wajikaza, ukenda ukachukua, ukirudi tayari kimeandaliwa. Hata sisi tuliosoma pia tulisoma katika njia hizo za shida. Jijini Dar es Salaam, Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA likiendelea na kufanya chaguzi za viongozi katika ngazi mbalimbali, limesema maandalizi kuelekea uchaguzi wa viongozi wa baraza hilo kwa ngazi ya mkoa watarajiwa kufanyika Jumamosi Agosti 15, 2026 na Jumapili ya Agosti 16 yanaendelea vizuri. Taarifa yake Bi Aisha Mpatila inasimuliwa naye studio Rajab Shaban Matuga. Akitoa taarifa kwa waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, katibu mkuu wa BAKWATA Mwalimu Nuhu Jabiri Mruma ametaja nafasi za uongozi zinazotarajiwa kugombaniwa katika uchaguzi wa Jumamosi Agosti 15, 2026 na Jumapili ya Agosti 16, 2026. Katika uchaguzi wa mkoa tutakuwa na chaguzi ambayo itapata wajumbe wa baraza la mashehe mkoa, halmashauri ya mkoa, mwenyekiti wa halmashauri mkoa, mjumbe wa halmashauri kuu atakayewakilisha mkoa kuja taifa. Lakini pia tutakuwa na chaguzi za jumuiya za kina mama na jumuiya za vijana katika ngazi ya taifa ya mkoa. Uchaguzi huu tunatarajia ufanyike weekend hii inayokuja kuanzia tarehe 15 na 16. Chaguzi za jumuiya tarehe 15 na tarehe 16 uchaguzi wa mkoa.
Katika kuhakikisha chaguzi hizo zinakwenda vizuri, BAKWATA imesema itapeleka wasimamizi kutoka makao makuu kwenda katika kila mkoa. Tunachowaomba wale wasimamizi wazingatie kanuni, wazingatie haki, wazingatie uwazi, lakini pia waangalie uadilifu katika kusimamia chaguzi hizi, kwa sababu uchaguzi wa BAKWATA ni kwa ajili ya kusimamia masuala ya dini na si vinginevyo. Kwa hiyo kwa sababu ni masuala ya dini, tutasimamia haki, uadilifu, lakini pia na uwazi. Wasimamizi wale watapewa semina maalum na muongozo wa uchaguzi ambao utatoka BAKWATA makao makuu. Aidha, BAKWATA imewataka wagombea na wanaokwenda kuchagua viongozi hao kuvunja makundi mara baada ya uchaguzi huo, kuhakikisha malengo ya baraza yanafikiwa. Tunaomba sana wale wote watakaochaguliwa wawape pia ushirikiano wale ambao hawakuchaguliwa, na wale waliochaguliwa wahakikishe kwamba watakapochaguliwa basi wasimame pamoja katika kuijenga dini na kupeleka Uislamu mbele, lakini na kusimamia taratibu za Baraza Kuu la Uislamu wa Tanzania BAKWATA. Mchakato utakaofuata baada ya kumalizika uchaguzi mkuu. Kawaida uchaguzi mkuu kimalizika, tunafuatia mkutano mkuu wa BAKWATA ambao katika mkutano ule utathibitisha baadhi ya nafasi za walioteuliwa na waliochaguliwa kwa kipindi tena cha miaka 5 ijayo. Kamati ya fedha, uongozi na mipango ya halmashauri ya wilaya ya Nyang'hwale mkoani Geita imeeleza kuridhishwa na maendeleo ya ujenzi wa soko la dhahabu linalojengwa katika kata ya Kwaruma kwa ushirikiano kati ya halmashauri ya wilaya hiyo na mgodi wa Bariki Bulyanhulu. Lengo kuu la mradi huu ni kujenga soko la kisasa la dhahabu litakalowezesha biashara ya madini kufanyika katika mazingira salama yenye uwazi yanayokidhi viwango vinavyohitajika, kuchochea ukuaji wa uchumi wa wilaya na mkoa wa Geita kwa ujumla, kuongeza fursa za ajira za pamoja kwa moja na zisizo za moja kwa moja kwa wananchi, kuongeza mapato ya serikali kupitia biashara rasmi ya madini, kuboresha mazingira ya kufanyia biashara na kuzingatia viwango vya usalama na huduma bora. Ni sauti ya Bi Angela Kiwia, mratibu wa fedha za wajibu wa shirika kwa jamii SCCR katika halmashauri ya wilaya Nyang'hwale, akieleza faida na manufaa yanayotarajiwa katika utekelezaji wa mradi huo ulioanza Juni 2, 2026 ukitaraji kukamilika baada ya miezi 6. Mradi huu una fezi 2. Fezi ya kwanza ni hatua ya kujenga kuanzia msingi mpaka kukamilisha boma, na hapa tulipofikia ni almost kama tumeshakamilisha fezi ya kwanza mpaka kukamilisha boma. Fezi inayofuata ni fezi ya umaliziaji, finishing, ambayo ndio tunatarajia kuanza wakati wote, japo tumeshaanza, ni pamoja na blendering tunavyoona, na tunatengeneza magrili kule. Kamati ya fedha, uongozi na mipango ya halmashauri hiyo ikiwa katika ziara kutembelea na kukagua miradi ya maendeleo katika kipindi cha robo ya 4 ya mwaka wa fedha 2025-2026 imefika na kukagua mradi huo unaogharimu zaidi ya shilingi milioni 417. Jitihada kubwa ukiangalia mkataba jinsi ambavyo ulivyosainiwa na mpaka sasa hatua ambayo iliyopo ni hatua kubwa. Kama ambavyo ulivyosema msimamizi, pengine tunaweza au mradi unaweza ukakamilika kabla ya wakati kulingana na jitihada ambazo zilizopo. Na tuseme tu ukamilike kwa wakati kwa sababu hakuna pengine labda material ambayo hayapo. Material yote yapo lakini fedha zipo. Kwa hiyo tuna sababu ya kusubiria mpaka zaidi ya miezi 6. Mradi huu unaenda vizuri kwa sababu ukizingatia kwamba umeanza mwezi wa 6. Kwa sasa hivi una takriban kama mwezi na kitu au miezi 2 hivi. Sasa ningeomba tu ukamilike kwa haraka ili kusudi malengo ya mradi yaweze kutimia. Wachimbaji wadogo na wanunuzi wa madini ya dhahabu mkoani Mara wameshukuru serikali kwa kuweka mazingira mazuri yanayopelekea kuvutia wawekezaji wakubwa na wadogo katika sekta hiyo na kuwawezesha kukuza kipato na uchumi wa mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Rajab Shaban Matuga anatupasha zaidi. Wamesema hayo kufuatia ujenzi wa kiwanda cha kisasa cha kuchakata madini ya dhahabu cha Fregom kinachojengwa na mwekezaji mzawa. Kwa wachimbaji wa madini ya dhahabu, ujenzi wa kiwanda hicho unakwenda kuongeza thamani ya rasilimali madini, ambapo kiwanda hicho kitakuwa na uwezo wa kusafisha dhahabu kwa kiwango cha kimataifa.
Unapokuwa unafanya uchenjuzi wa dhahabu kule plant kule migodini, dhahabu huwa mara nyingi haiwi katika 100%. Kwa hiyo kiwanda hichi kitatumika kuisafisha dhahabu ifike mpaka kwenye kiwango cha 100%. Na tukumbuke dhahabu ikiwa katika kiwango cha 100%, automatic inapanda thamani. Kwa hiyo umuhimu wa hichi kiwanda itatusaidia sana wachimbaji wote tuliopo mkoa wa Mara kutuwezesha kukuza uthamani wa madini yetu ya dhahabu. Unapokuwa unasafirisha dhahabu pia usalama ni mdogo. Tunaona fedha zinavyosafirishwa kutoka benki kwenda benki nyingine, kukuona kuna escort za maaskari, escort ya magari. Lakini upande wa dhahabu ushaona hata siku moja kuna escort ya gari inasafirisha dhahabu. Kwa hiyo automatic watu wanasafirisha dhahabu kwa njia ambazo wanazijua. Ujio wa kiwanda hicho si msaada tu kwa wachimbaji, lakini pia hata kwa wafanyabiashara wa madini, kwao wamerahisishiwa kufanya biashara hiyo. Ujio wa refinery hii utatusaidia sisi, badala ya kwenda Mwanza refinery tutakuwa tukiuzia hapa Msoma. Badala ya kupiga ruti kwenda Mwanza kupambana na foreign, tutakuwa tunatoka soko kuu kuja kuuzia hapa refinery. Pamoja na hao wachimbaji wakubwa kuja kuuza moja kwa moja refinery kwa bei ambayo ni ya BOT moja kwa moja. Kwa upande wake, uongozi wa kiwanda hicho cha kampuni ya Fregom wamesema wapo hatua za mwisho kuanza kufanya kazi ya kuhudumia wadau katika sekta ya madini. Utekelezaji wa mradi umefikia 80%. Kazi zote zilizopangwa, kazi zilizokamilika ni pamoja na ujenzi wa jengo la kiwanda cha kusafisha dhahabu Gold Refinery, maabara ya uchunguzi na upimaji wa madini Assay Laboratory, chumba cha kuyeyusha dhahabu Smelting Room, chumba cha kusafisha dhahabu Refinery Room. Lengo la miradi hii ni kusafisha dhahabu ghafi ili kuweza kukizi kiwango cha kimataifa cha 99.9%. Utambuzi wa kiasi cha madini kilichopo katika sampuli mbalimbali za udongo, mawe na kaboni, pamoja na upatikanaji wa mafuta wa uhakika. Huduma ikisogea karibu inasababisha watu wanashawishika kufanya kazi kwa karibu, kwa sababu kutakuwa na huduma ya maabara ya kupima sampuli za mawe, mchanga, carbon. Tutakuwa tuna supply dawa, kemikali za kuchenjuria. Na mkuu wa mkoa wa Arusha CPA Amos Gabriel Makala ameipongeza taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoani humo kwa kuziongoza halmashauri na taasisi za umma zinazosimamia utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwa kuhakikisha miradi hiyo inajengwa kwa ufanisi na kuzingatia viwango vya ubora. Zuberi Rashid Mgaya ana taarifa kamili. CPA Makala ametoa pongezi hizo wakati akifunga warsha siku moja ya wadau wa usimamizi na utekelezaji wa programu ya miradi ya maendeleo mkoa wa Arusha iliyoandaliwa na mkoa huo kwa kushirikiana TAKUKURU mkoa wa Arusha katika ukumbi wa mikutano ofisi ya mkuu wa mkoa huo. Tunawapongeza TAKUKURU kwa kuwa kioo kwa halmashauri zetu na taasisi zetu katika mkoa wa Arusha. Mmekuwa kioo, mmetusaidia kujiangalia, na kwa tathmini ya haraka tumefanya vizuri sana katika miradi mbalimbali ya maendeleo katika mkoa wetu wa Arusha. Mheshimiwa Rais analeta fedha nyingi katika mkoa wa Arusha. Tunao miradi mingi ya maendeleo katika mkoa wa Arusha. Bila ushirikiano wa pamoja, mtazamo wa pamoja juu ya utekelezaji wa miradi hiyo, fedha hizi zinaweza siwe na tija. Aidha, CPA Makala ameitaka taasisi hiyo kufika mpaka ngazi za chini kwa ajili ya kutoa elimu itakayosaidia kudhibiti ubadhirifu wa fedha za serikali katika utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo. Sasa sisi tumekuwa na uelewa mzuri hapa, lakini tunapokuja kuchunguza miradi, utasikia mwenyekiti wa kijiji kakamatwa, kauza mabati, kauza simenti. Mkoa kama mkoa unaweza kupata doa aidha kwa sababu tu ya madarasa yaliyoko katika kijiji X, aidha kituo cha afya kilicho katika kata X. Kwa hiyo kuna umuhimu wa elimu hii kushuka katika ngazi za chini. Baada ya warsha hiyo kutamatika, azimio lilitolewa kuhakikisha taasisi hiyo inashirikiana na taasisi nyingine kwa lengo la kutoa elimu ya kuzuia na kupambana na rushwa. Hatua ziendelee kuchukuliwa dhidi ya wadau wanaokiuka sheria na taratibu za utekelezaji wa miradi. Lakini la pili, taasisi ya OSHA iendelee kutoa elimu kwa wadau. TAKUKURU washirikiane na taasisi nyingine ikiwemo OSHA, idara ya kazi, Secretariat ya maadili ya viongozi wa umma katika ufuatiliaji wa miradi.
Lakini azimio la 4, TAKUKURU iendelee kutoa elimu kwa wadau juu ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Na kwa taarifa hiyo ndo kunahitimisha kapu la habari kwa habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi na kisha turejea hapa kuangazia habari za kimataifa. Hii ni Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Mahasin TV, channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Nam, shukran za dhati mtazamaji wa Mahasin TV kwa kuendelea kuwa nasi, na sasa ni wasaa kuziangazia habari za kimataifa kama zilivyoandaliwa naye Nuhu Kasim Stima. Mtazamaji wa Mahasin TV, karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Takwimu za serikali ya Kongo zinaonyesha kuwa angalau watu 2000 wamefariki dunia kutokana na Ebola, ambapo takwimu zinazochapishwa usiku wa kuamkia Jumatatu ya Agosti 10 zinaonyesha kuwa watu zaidi ya 4300 wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya Ebola katika mlipuko ambao unaenea kwa kasi zaidi kuwahi kushuhudiwa. Mlipuko huo ni wa kipekee ukilinganishwa na milipuko mingine ya awali kwa sababu virusi vipya aina ya Bundibugyo bado havina dawa wala chanjo. Watu 2011 wamefariki kutokana na maambukizi hayo, huku wagonjwa 704 wakiwa wamelazwa na kutengwa wakiwa hospitalini. Wahudumu wa afya bado wanashindwa kudhibiti kasi ya maambukizi ya Ebola kutokana na kushindwa kufikishwa misaada kwa haraka katika maeneo ya vijijini ambayo yameathirika pakubwa. Wakati huo huo, wahudumu wa afya wamegoma kupinga kutolipwa mishahara yao tangu mlipuko huo ulipotangazwa. Mkurugenzi wa WHO kanda ya Afrika, Dr. Mohamed Yakub Janabi, ametahadharisha kwamba kasi ya virusi vipya vya Ebola ni kubwa kuliko maafisa wa afya wanaopambana kuvidhibiti virusi hivyo. Kwingineko, takriban watu 132 wamefariki baada ya tetemeko kubwa la ardhi kupiga magharibi mwa Colombia, ikiwa ni katika tukio kubwa zaidi la aina hiyo kutokea nchini humo kwa miaka kadhaa. Tetemeko hilo lenye ukubwa wa 7.4 kwa kipimo cha Richter lilipiga jimbo la Choco kati ya miji ya Medellin na Cali, ambapo waokoaji wanaendelea kuwasaka manusura, huku kukiwa na hofu kwamba baadhi ya watu wamenaswa chini ya majengo yaliyoporomoka na idadi ya waliofariki inatarajiwa kuongezeka. Katika mji mkuu wa Bogota, miti na taa za barabarani ziliyumba kwa nguvu, ingawa hakukuwa na uharibifu mkubwa ulioripotiwa, huku tetemeko hilo pia lilihisiwa katika maeneo mbalimbali yakiwemo Venezuela, Ecuador na Panama. Rais wa Colombia Abelardo Díaz Priela aliyeapishwa Ijumaa ametangaza hali ya dharura. Eneo la Risaralda linalojulikana kwa uzalishaji wa kahawa linaonekana kuathirika zaidi, huku mji wake mkuu wa Pereira ukiripotiwa kupata uharibifu mkubwa na nyumba kadhaa kubomoka. Tukitamatisha kwa upande wa habari za kimataifa, Ukraine na Urusi zimeendelea kushambuliana usiku kucha, huku rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akishutumu Moscow kwa kutumia makombora ya Korea Kaskazini.
Zelensky alisema mashambulizi yaliyotokea Zaporizhia yaliyosababisha vifo vya watu wasiopungua 6 na kujeruhi takriban 19 yalihusisha makombora ya masafa ya kati yaliyotolewa na mshirika wa Urusi, Korea Kaskazini. Nchini Urusi, katika mji wa Voronezh kusini mwa nchi hiyo, maghala ya kampuni ya biashara na mtandaoni ya Bilbariz yalilenga mashambulizi ya Ukraine, na kampuni hiyo inayofahamika kama Amazon ya Urusi imekuwa ikishambuliwa mara kwa mara katika wiki za hivi karibuni. Mashambulizi hayo yamekuja siku moja baada ya watu wasiopungua 13 kuuawa, akiwemo mtoto mmoja katika mashambulizi ya droni za Ukraine kwenye Jamhuri ya Tatarstan nchini Urusi, zaidi ya kilomita 1100 kutoka mpaka wa Ukraine. Katika hotuba ya video Jumatatu jioni, Zelensky alisema kuwa kwa mara ya kwanza Urusi haiwezi kuendelea na vita bila msaada wa Korea Kaskazini, na kuongeza kuwa hali hiyo inaweka dunia nzima katika hatari, kwani Korea Kaskazini inapata uzoefu na kuboresha uwezo wake wa kijeshi kupitia vita hivyo. Aliahidi kuwa kutakuwa na mashambulizi zaidi ya Ukraine ndani ya eneo la Urusi, akisema hatua hizo zinapaswa kuonyesha kwa Urusi na raia wake kwamba amani ni muhimu na ya lazima. Na huu ndio mwisho wa habari za kimataifa kutoka Mahasin TV. Msomaji wako ni mimi Nuhu Kasim Stima. Shukrani Nuhu Kasim Stima kwa habari za kimataifa. Na kabla hatujahitimisha kapu letu la habari, tujikumbushe miongoni mwa habari tulizokuwa nazo hii leo. Albaraka Takaful yapiga kambi jijini Mwanza kutoa elimu kuhusu bima inayofuata misingi ya sharia. Uchaguzi wa viongozi wa BAKWATA ngazi ya mkoa kufanyika Agosti 15 na 16 mwaka huu 2026. Katika habari za kimataifa, takribani watu 132 wamefariki baada ya tetemeko kubwa la ardhi kupiga magharibi mwa Colombia. Na kwa nukta hiyo ndo tunafika mwisho wa kapu la habari. Inshallah para majali wake Maulana, ungana nasi hapo kesho muda na wakati kama huu. Kwa niaba wenzangu wote walifanikisha kuletea kapu la habari, mimi Hilal Sefuria kusomea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa ulikuwa naye Nuhu Kasim Stima. Nikutakie utazamaji mwema wa vipindi mbalimbali vinavyoendelea hapa Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Wabillahi taufiki, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uwe na wakati mwema. Asante na kwaheri. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.